Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumatano ya tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 2024, juma la 28 mwaka B wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia, sura ya 5 aya 18 hadi ya 25, na Injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka, sura ya 11 aya 42 hadi ya 46. Karibuni sasa tusikilize Injili. Yesu aliwaambia Mafarisayo, "Ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnana na mchicha na kila mboga, na huku mwacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Iliwapasa kufanya hayo ya kwanza bila kuacha hayo ya pili. Ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwapenda kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni. Ole wenu, kwa kuwa mwafanana na makaburi yasiyoonekana, ambayo watu wapitao juu yake hawana habari nayo." Mtu mmoja kati ya wanasheria akajibu akamwambia, "Mwalimu, kwa kusema hayo umetushutumu na sisi nasi?" Akasema, "Nanyi wanasheria, ole wenu, kwa sababu mwawatwika watu mizigo isiyochukulika, wala ninyi wenyewe hamuigusi mizigo hiyo hata kwa kidole kimoja cha mikono yenu." Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa katika Kristo, karibuni sasa tusikilize tafakari ya neno la Mungu. Wazo kuu linalotuongoza katika tafakari yetu ni kuacha unafiki na kuishi amri kuu ya mapendo kwa Mungu na kwa jirani. Ndugu zangu katika Kristo, katika somo la Injili siku ya leo, Bwana wetu Yesu Kristo anawapa onyo Mafarisayo na walimu wa sheria ambao walikuwa na wajibu wa kufundisha, kusimamia na kutafsiri sheria za Musa, yaani Torati. Wanafundisha na kusimamia sheria hizo kwa makini sana, lakini wao wenyewe hawaziishi hizo sheria. Mafarisayo na walimu wanafananishwa na vibao vya matangazo vilivyopo njiani au barabarani kuelekeza njia ya kuelekea mahali fulani na umbali uliopo ili kufikia, lakini kibao hicho kamwe hakikuweza kufika sehemu inapoelekeza. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo anawaambia, "Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki," kwa sababu walipenda kuonekana katika maisha ya nje tu na si kuishi uhalisia wa kile walichokuwa wanakifundisha kwa ajili ya faida za roho zao na za watu wengine. Ndugu zangu katika Kristo, Kristo anaonesha waziwazi unafiki wa Mafarisayo na wanasheria pale tu wanapojiona wao ni watakatifu, kwa sababu wanatimiza kile ambacho kimeandikwa katika Torati, yaani kulipa zaka na kufunga mara 2 kwa juma. Rejea Injili ya Luka, sura ya 18 aya ya 12. Lakini kumbe wanafanya hayo ili kupendezesha macho ya watu,
Bwana wetu Yesu Kristo anasema, "Myashike yale wanayowafundisha, lakini msienende kama wao." Rejea Injili ya Mathayo sura ya 23 aya ya 3. Na tujihadhari na hawa Mafarisayo. Rejea Injili ya Luka sura ya 20 aya ya 46. Pia wapendwa, wanapenda kuheshimiwa zaidi, ndio maana wanapenda kukaa katika viti vya mbele, katika masinagogi na katika karamu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 23 aya ya 6. Kwa sababu wanajiona wao ni watu wenye thamani sana mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini wao wamesahau kutenda yaliyo adili au kutenda yaliyo mema, na wanampenda Mungu kwa maneno tu. Wapendwa katika Kristo, na sisi katika maisha yetu ya ufuasi tujiulize, je, ni mara ngapi tunafanya mambo ambayo ni kinyume na amri za Mwenyezi Mungu? Je, ni mara ngapi tunashiriki adhimisho la sadaka ya misa takatifu, lakini hatupokee Ekaristi takatifu, kisa tu tumekosana na jirani yetu au na wazazi wetu au hata na rafiki zetu? Je, ni mara ngapi huwa tunafanya mambo ya sifa au ya gharama ili watu watuone na watuheshimu? Hayo ndiyo ambayo Kristo leo anayakemea na kuyaita unafiki, kwa sababu tunasahau na kudharau yale ya muhimu zaidi, yaani kuziokoa roho zetu na kujipatanisha na Mwenyezi Mungu pamoja na kuishi Ukristo wetu ulio wa kweli. Hivyo kila mmoja wetu ajichunguze katika nafsi yake na afanye mabadiliko ya ndani kabisa, ili tusije tukafanana na yale makaburi ambayo kwa nje yanaonekana ni mazuri sana, lakini kwa ndani yamejaa uchafu na uozo. Wapendwa katika Kristo, tuombe baraka na neema za Mungu kupitia maombezi ya mama yetu Bikira Maria katika mwezi huu wa Rozari. Mungu atusaidie tuweze kuishi na kutenda yale tuliofundishwa katika imani yetu, kama Mtakatifu Paulo anavyotuasa katika waraka wake kwa Wagalatia sura ya 5 aya 23, yaani tuwe watu wa upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, kiasi, uaminifu, upole na yote yanayofanana na hayo, kwani ndiyo yanayotusaidia sisi kurithi ufalme wa Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa na kuletwa kwenu nami Frateri Andrea Joseph wa Jimbo Katoliki la Mbulu, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.